nakupenda kwa dhati. Kosa langu lilikuwa nini Ana? Chuo sio tu mahali pa kusoma, ni mahali pa ndoto, matumaini na wakati mwingine maumivu yasiyoonekana. Mohamed maarufu kama Mudi alikuwa kijana mtulivu chuoni. Alimpenda sana mpenzi wake Ana. Mapenzi yake hayakuwa ya maneno tu, bali ya vitendo. Tatizo lilikuwa moja. Ana alipenda starehe na starehe zilihitaji pesa, lakini Mudi hakuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, kwani alikuwa akitegemea Boom pekee. Mbaya zaidi, Ana alikuwa anataka vitu vikubwa zaidi. Cha kusikitisha zaidi, Ana naye alikuwa anapata Boom, huku pia akionekana kuwa na mbaba wake anayemtunza, kwa msemo wa vijana wanaita sponsor. Mudi, Ana, wenzangu wanaishi vizuri, mbona sisi kila siku shida? mshika kwanza hii hapa itakusaidia, afu mimi naendelea kupambana kwa ajili yako. You know you deserve no sweetheart. Sawa? Maneno hayo yalimuumiza Mudi, akaanza kuwaza sana hadi mawazo yakampeleka mbali. Akaingia kwenye udokozi, wizi mdogo mdogo, si kwa sababu ni mwizi, bali kwa sababu alitaka kumridhisha mpenzi wake. Simu yangu ilikuwa hapa, nikachukua. Mimi sijui. Sasa si hatujui. Marafiki walimuonya Mudi. Mudi, nilishakwambia yule msichana sio level zako. Nishaye kumkuta na watu very expensive. Uwezi kumpeleka popote Mudi. Kaa naye mbali. Hapana, Ana hawezi kunifanyia kitu kama hicho. Ilikuwa ni siku ya wapendanao, Valentine Day. Mudi hakuwa na chochote, lakini akaamua afanye surprise. Akanunua zawadi ndogo kwa tabu mno. Alipokaribia hosteli anayoishi Ana, macho yake yakakutana na taswira isiyoelezeka. Ana alikuwa amesimama parking akimkumbatia mwanaume mwingine mwenye gari, wakibusiana mapenzi motomoto. Ana! Huyu nani? He, we vipi? Kwani wewe nani? This is my man. Una hadhi ya kuwa na mimi. Tafuta saizi yako wewe. Dogo, soma, tafuta pesa, achana na mapenzi kabisa. Kwa hasira na maumivu, Mudi akatupa zawadi chini, akaondoka kwa kasi, akikumbuka mateso yote aliyopitia, aibu, huzuni, usaliti na mengine mengi. Lakini mpenzi wake Bora tu tutakuwa kwenye mahusiano. Kwa hasira akapanda hadi ghorofa ya juu, mawazo yakamjaa. Bila kudhalilishwa hivi, hii dunia ina thamani kwa yote nilofanyia Ana. Akataka kujirusha chini. Bahati nzuri kulikuwa na wanafunzi wengi waliomwona mapema, wakamshika, wakamzuia, maisha yake yakaokolewa. Katika njia ya kumsaidia zaidi, wakamshauri na kumsaidia kufika dawati la jinsia la Chuo Kikuu cha Dodoma. Alipelekwa dawati la jinsia, kitengo cha ushauri na unasihi. Kiukweli, alichokufanyia Ana ni ukatili wa kihisia na kisaikolojia. Ni vyema umefika kwenye dawati hili, maana wanaume wengi wanaogopa kufika hapa, na kuna taarifa nyingi kuhusiana na ukatili huu kwa wanaume. Tutachukua hatua stahiki na tutamtafuta Ana afike hapa ili tuweze kusaidia wewe ukae sawa na mambo yako mengine endelee. Maneno hayo yakamgusa, akatambua kuwa kimya chake kilikuwa kinamuumiza zaidi. Ukatili wa kijinsia hauna jinsi. Ukiona ishara, vitendo au maneno yenye lengo la kudogosha, kudhalilisha, kuondoa utu na mengine mfano wa hayo, ripoti kwenye dawati la jinsia la Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, jengo la utawala wa IDS, ghorofa ya pili, chumba namba 210. Ujumbe huu umeletwa kwenu na dawati la jinsia la Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kushirikiana na mradi wa UNESCO wa O3+.